Wakati mwingine hatuna hata uwezo mzuri wa kuwaridhisha, lakini wanatuvumilia. Wakati mwingine tunakosa ambaye yule mrembo hajui kukosa, ila wanatuvumilia. Wakati mwingine yule mrembo atabeba mimba ya mtu ambaye ni type yake, alafu utaambiwa wewe mimba ni ya kwako na utalea. Lakini huyo wa kawaida ambao unamuita wa mshindio kakubebea watoto wako na kukutunzia. Heshima yenu wakina mama mlioamua kuacha wazazi wenu na kuambatana na uliye naye na kutunza ndoa yenu. Najua mnapambana na misukosuko mingi sana, lakini matunda mnayoyapanda kwa kizazi chenu, siku ya siku mtayavuna. Kwani wazazi wengi wa kiume wamekuwa wakitumia matumizi madogo sana na watoto waliowalea na kuwasomesha, lakini mama wamekuwa wakipata matunzo makubwa kwa sababu waliyatoa maisha yao kwa ajili ya watoto na waume ambao hawakuwaona wanathamani. Mama unayetaka kuachika kutokana na misukosuko unayoipata kwa mume wako, tunza ndoa yako. Kwani hata mzazi wako naye alivumilia changamoto katika maisha ya baba yako. Tunza ndoa yako, tunza wanao, nao watakuja kukutunza. Hakuna aliyepanda mapera akatarajia kuvuna maparachichi, atavuna mapera tu. Utakachokipanda kwa mwanao ndicho utakachokivuna. Mama, tunza ndoa yako kwa sababu ya watoto wako. Usivuruge, usiuache mji uliotengeneza kwa mtu ambaye amekuja akakuta mji umeshatengenezwa. Hata kama anataka kukuacha, mwambie utaondoka wewe, mimi siondoke kwa sababu hapa nina mizizi yangu. Ukiacha nyumba ulioihangaikia tokea msingi imekwisha, alafu kamwachia mwanamke mwingine, wewe ndio wale wanawake walioandikwa kwenye vitabu, mwanamke mjinga atavunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Tunza ndoa yako, tunza familia yako. Wanaume tunabadilika. Leo hii anaweza kuwa mwanaume ana afya, ndio maana anakuwa na jeuri. Subiri amkute, subiri apate maradhi. Huyo ndio utajua ndio kiumbe mwanaume. Huwa anasahau yote kwa sababu wale aliyotumia nao hawatokuwa na yeye kwa sababu walikuwa na yeye kwa sababu ya kumtumia. Ila atarudi tu kwako kwa sababu wewe ndiye mwanamke pekee uliyemchagua kumaliza maisha naye yaliyobaki duniani. Yangu ni hayo. Asanteni sana wakina mama. Asanteni sana wakina dada. Asanteni sana ninyi mlioamua kuingia kwenye maisha ya ndoa na kuacha wazazi wenu kisha kuambatana na mume wako. Ilinde sana ndoa yako. Ukiona nilichokiongea kimekugusa, usisahau kuandika chochote kwenye kipindi hichi. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu. Asante kwa kunipa muda wako. Asante kwa kuniazima masikio yako. Asante kwa kufuatilia vipindi vya YouTube channel yetu ya Makap TZ.